Mwanafunzi mkereketo wa lugha, ujambo mahali ulipo? Ni wakati wa kipindi Uketo wa Kiswahili. Mada ya leo ningependa tumuone mhusika Ngoswe, ambaye ni mojawapo ya wahusika kwenye riwaya ya Nguza Jadi, aliyotumiwa na mwandishi Clara Momanyi kuendeleza ploti na kuendeleza maudhui. Ngoswe ni mwanawe Mtemi Lesulia na ni rafikiye Lombo pamoja na Mashauri. Kumbuka Lombo alikuwa ni mtoto wa nani? Wa Lonare. Mashauri alikuwa mwana wa Sagilu. Sifa za Ngoswe ni kwamba yeye ni mpenda anasa na ufasiki. Tunaambiwa anaishi maisha ya raha mustarehe katika kasri kubwa mtaani Majuu. Mbali na kwamba ni mraibu wa pombe, tunaona akifuja pesa kwa raha mbalimbali kutokana na ukusanyaji wa kodi wa majumba na ushuru wa mashamba ya mtemi. Anastarehe na marafiki wa kitajiri na anafanya biashara haramu ya dawa za kulevya. Tunaambiwa yeye ndiye farisi katika biashara hii, ama yeye ndiye galacha. Kumbuka farisi ni galacha, bingwa stadi. Kwa hivyo katika biashara hii haramu, yeye ndiye aliyekuwa galacha, huku dawa hizi zikisambazwa mitaani, shuleni, magerezani na hata vyuoni. Tunamwona akiwekeza kwenye majumba ya starehe na anasa na anawabadilisha wanawake kila uchao. Kumbuka kwamba tunaambiwa kwamba kupitia Jazanda, tunaambiwa katika vilabu vyake vigoli wanamezwa usiku na kutapikwa asubuhi, kuonyesha maisha yake ya ufuska yaliyokuwa yakiendelea. Tunaambiwa pia kwamba anawabadilisha warembo wa mji kila uchao, kumaanisha kwamba alikuwa akiishi maisha ya ufuska, na hata yeye anakiri. Anasema kwamba mahusiano ya kimapenzi hayana maana tena. Kumbuka kwamba mbona unasema hayana maana tena? Wakati unasema kitu halina maana tena, basi inamaanisha kwamba umekinai, umekuwa na uzoefu na kitu hicho hadi imefikia wakati ambapo umeanza kukinai. Tunaambiwa pia kwamba Ngoswe ni fisadi, na tunaona kwamba anajiingiza katika biashara ya mihadarati na anatumia mitandao ya wahuni kufanya biashara hiyo ambayo ni kinyume na sheria za nchi. Pia anafisidi mali ya babake kutokana na usimamizi wa mashamba na majumba. Tunaona pia kwamba Ngoswe ni mlevi. Anaonekana kuwa mlevi hasa pale katika hoteli ya Satan, tunapoambiwa kwamba alikuwa amepiga maji kupindukia. Nakumbuka tunaambiwa alipomkabili Sagilu na kumwaibisha mbele ya watu. Ana msimamo dhabiti Ngoswe. Mtemi Lesulia anapowashawishi rafiki zake waende kuzua fujo wakati wa uchaguzi, Ngoswe anakataa katakata ushauri wa mzazi wake na kujiondoa kutoka katika mazungumzo hayo. Kwa hivyo yeye hakutaka vurugu, yeye hakutaka kusababisha tendabelua ama sokomoko ya aina yoyote ile. Anaamua kumwambia Mashauri kuhusu uhusiano wa Cheya na babake. Tunajua kwamba Mashauri mpenzi wake wa kike alikuwa ni Cheya. Tunajua Sagilu alikuwa ni babake Mashauri. Na wakati ambapo Sagilu wanashikana kimapenzi na Cheya, basi tunaona kwamba Ngoswe ndiye aliyeamua kufichua ukweli huu kwa Mashauri, bila kujali kwamba ukweli huo ungekuwa na athari gani
kwa uhusiano kati ya Mashauri na mwanawe. Na je, Ngoswe ametumiwa vipi katika kazi hii ya fasihi? Ametumiwa kuonyesha jinsi dawa za kulevya zinavyotumiwa kuathiri vijana nchini. Isitoshe, ametumiwa kuonyesha jinsi maisha ya ufasiki na anasa zinavyoharibu watoto nchini. Mwisho ni kwamba, na sio mwisho tu, ametumiwa kufichua uozo uliosakini katika jamii, kama vile wazee kuwanyemelea wasichana wadogo bila kuzingatia mipaka ya umri. Kwa hivyo ndivyo Ngoswe alivyotumiwa na mwandishi wa kazi hii Clara Momanyi kuweza kuendeleza maudhui na hata kuweza kuendeleza plot wa kazi yake. Kwa hivyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo tunaweza tukayazungumzia kuhusu Ngoswe, ambaye tunajua kwamba Ngoswe alikuwa ni mwanawe nani? Mwanawe Mtemi Lesulia. Lakini japo ukweli ni kwamba Ngoswe alikuwa ni mwanawe nani? Ni mwanawe Sagilu, kwa sababu tunaarifiwa kwamba wakati ambapo Ananzia hakuweza kujifungua mtoto kupitia uhusiano wake wa kindoa na Mtemi Lesulia, basi baadaye Nanzia aliweza kushiriki mapenzi na Sagilu na kisha mtoto Ngoswe akaweza kuzaliwa. Hata ndugu yake Mdundo tunajua kwamba aliweza kuzaliwa kupitia uhusiano wa mamake na mtu mwingine, nadhani alikuwa Muhindi. Kwa hivyo ni hayo tunaweza tukayazungumzia. Mwanafunzi na mkereketo wa lugha, usisahau kusubscribe kwenye kipindi hiki Uketo wa Kiswahili, ndio tuwe tunatotangamana kwenye kipindi hiki tukichambua masuala mengi ya Kiswahili. Kwa hivyo mie kaka Mnai nawatakia mchana mwanana.